Karibu sana wapenzi watazamaji, niweze kuwapakulia yale yote ambayo yametendeka. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra. Tafadhali ninakuomba uweze kujiunga na ukumbi huu kwa kupiga subscription, alafu bonyeza kengele, kisha sambaza kanda hizi kuelekea kwa vikundi viwili vitatu, ili tuendelee kukaa familia kubwa. Vyanzo vyangu vya habari vinanieleza kwamba kuna vita baridi ambavyo vinaendelea ndani ya hii serikali ya Samia, kati ya Samia, makamu wa rais Emmanuel Nchimbi pamoja na rais mstaafu wa Tanzania Jakaya Mrisho Kikwete. Na hivi vyanzo vyangu vinaniambia ama vinanieleza kwamba Bwana Ezra, ukitaka kuamini kwamba kuna kukosana kati ya hawa viongozi, mara nyingi Emmanuel Nchimbi hauwezi ukampata kwenye shughuli ambazo ni za serikali ambazo zinamhitaji. Watu ambao wanaonekana sana sana ni Kikwete na waziri mkuu. Watu wengi wamekuwa wakiuliza, kwani kuna vita baridi kati ya Samia na Nchimbi? Ndio. Na hivyo vita, mpenzi mtazamaji, au kukosana huku kumeweza kudhihirika wazi kipindi ambapo shughuli ambayo makamu wa rais Emmanuel Nchimbi alikuwa anapaswa kumwakilisha Samia Suluhu Hassan upande wa Pemba, ila yule ambaye alienda kumwakilisha Samia Suluhu Hassan na kufungua miradi pale ni Jakaya Mrisho Kikwete. Sasa watu wanaulizana hivi, kipindi ambapo rais amestaafu, huyo anapaswa kukaa kwa afisi yake, kwa sababu kuna afisi ambazo wanatengewa na serikali. Pili, anapaswa kukaa nyumbani, asije akajihusisha na maswala ya serikali ambayo ipo mamlakani. Ukiangalia vizuri, Kikwete alistaafu miaka 10 ambayo imepita. Mwaka 2015 ndipo aliweza kustaafu. Pombe Magufuli akaingia, akaendesha serikali kwa miaka 5, akachaguliwa kwa awamu ya pili, ila akafariki. Hiyo awamu ya pili kasukumwa na Samia. Miaka 10 imeisha tangia Kikwete alipoondoka madarakani. Ni kipi ambacho alikiacha madarakani? Ni kipi ambacho hakukifanya kipindi ambapo alikuwa mamlakani? Anakuja kukifanya sasa hivi, kwa sababu siku ya Jumapili tarehe 4 Januari mwaka 2025, yani 26 kuniradhi, Mrisho Kikwete alifika upande wa visiwa vya Pemba kwa ajili ya kushiriki katika sherehe za uzinduzi wa jengo la afisi ya uhamiaji na makazi ya askari katika wilaya ya Micheweni, mkoa wa Kaskazini Pemba. Hiyo kazi inapaswa kufanywa na makamu wa rais, kumwakilisha rais. Kama rais hafiki kwenye ule mkutano. Lakini mpenzi mtazamaji, utashangaa sana, mtu mwenye alienda pale ni aliyekuwa rais, au kipenda rais mstaafu, Jakaya Mrisho Kikwete. Swala hilo unajua bado wananchi
wa Tanzania wanazidi kulizungumzia. Itawezekanaje rais mstaafu anarudi mamlakani anaanza kuzindua miradi? Kwani wamebadilisha katiba? Katiba inasema kwamba kama rais hayupo, makamu wake. Wacha tuseme Rais Samia anaugua, makamu wake ndiye anapaswa kumsaidia. Kama makamu wake hayupo, waziri mkuu anaweza akamsaidia. Kumaanisha hapa katikati kuna vita vinaendelea na Jakaya Kikwete. Ninaelezwa kwamba hii serikali ya Samia mwenye anaiendesha ni Kikwete. Kikwete ndiye yuko na hisa kubwa sana ndani ya hii serikali. Yeye ndiye kuamua kila kitu. Kwa hivyo yaweze ikawa kwamba walikosana na Nchimbi kitambo. Hata ni kama Nchimbi hataki kujihusisha kwenye shughuli nyingi za hii serikali. Mimi hata wakikosana, hiyo ni furaha yangu. Kwa nini? Serikali hii iliweza kuogelea kwa damu ya Watanzania wakaingia mamlakani. Waliwaua Watanzania wengi sana, zaidi ya 10,000 wakaingia madarakani. Wakawaumiza Watanzania wakaingia madarakani. Hata wakikosana, mimi sioni baya, kwa sababu hii ni serikali ambayo imejaa damu ya Watanzania. Hii ni serikali ambayo imejaa wizi wa kura. Hata wakikosana, mpenzi mtazamaji, hii ni serikali ambayo imeweza kujaa kitu ambacho kinaitwa ukandamizaji wa Watanzania, mahala ambapo Mtanzania hana uhuru wa kujieleza. Hakuna mtu mwenye anaweza akapinga serikali jinsi ambavyo ninapinga bila kukamatwa na jeshi la polisi. Hakuna. Kama kunaye, niambie ni nani. Niambie hapa chini kwenye uwanja wa comment section kwamba mtu fulani huwa anampinga Samia kupitia kwa kanda. Nitakupea 1,000 ya Kenya. Ni nani? Hakuna. Ukipingana na hii serikali jinsi ambavyo ninapingana, unakujiwa. Huo ni ukandamizaji. Katiba inaruhusu pawepo na viongozi wa upinzani na serikali. Viongozi wa upinzani ni kushiriki katika kupiga serikali msasa, na serikali kazi yake ni kuwafanyia wananchi kazi, lakini hii serikali inawakandamiza wananchi wasije wakaongea. Mimi hata wakikosana siwezi nikakuwa na chembe za huruma, nitakuwa na chembe za furaha nikiomba wakosane zaidi, hata ni kulimana walimane, kwa sababu kipindi ambapo walikuwa wanawaua wananchi, hata Nchimbi alikuwa anashiriki. Hata Nchimbi alishiriki kwenye umwagaji wa damu. Kwa hivyo hata wakikosana siwezi nikakuwa na chembe za huruma, nitaomba wakosane zaidi, hata waanikane. Tupatane kwa kanda ijayo. Sijui wazo lako ni lipi?